Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam leo imetimiza wajibu huo ipasavyo. Ziko ajenda kadhaa ambazo zimejadiliwa kwa kina na waheshimiwa madiwani ambao kimsingi wamekuwa wakiongozwa na kamati za kudumu za halmashauri za baraza la madiwani. Moja ya jambo ambalo limejadiliwa kwa kina na ni kama azimio ni kuhakikisha sasa tunaanza maandalizi ya mpango wa mapokezi ya wanafunzi kwa mwaka 2028 ambayo inaendana sambamba na sera mpya ya elimu ya lazima. Ikumbukwe Mheshimiwa Rais ameshatoa mwelekeo huo wa kwamba sasa tuliandae taifa kwa maana ya vijana kuelekea mabadiliko makubwa ya kidunia, na mpango huu wa halmashauri kuelekea mapokezi ya wanafunzi mwaka 2028 unalenga pia au umejikita na kuakisi dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 kwamba inajenga uchumi imara na shindani ambao kimsingi unategemea rasilimali, lakini unategemea sayansi na teknolojia, lakini rasilimali watu ambao wana elimu na ujuzi wa kutosha, na hilo ndio lengo hasa la Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam mpango huo tayari tumeanza kuutekeleza, na kwenye bajeti yetu ya mwaka 26-27 kwenye elimu sekondari tumetenga kiasi cha shilingi bilioni 19 ambazo zinakwenda kujibu mahitaji ya mapokezi ya wanafunzi mwaka 2028. Lakini maandalizi ya mapokezi hayo yamejikita katika uboreshaji wa miundombinu yetu, na ndio maana sasa mnaona tuna ujenzi mkubwa ambao unaendelea kwa karibu kila kata, ujenzi wa shule za magorofa ambazo zingine ni za kisasa, lakini yote ni kwenda kuakisi dira hiyo ya 2050, lakini sera mpya ya elimu. Tunazo shule zaidi ya 9 ambazo tayari ziko zaidi ya 90% ya ukamilishaji. Kwa hiyo moja ya ajenda ilikuwa ni hiyo na maandalizi hayo, lakini zipo ajenda za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kwa maana ya kwamba bajeti yetu sisi kwa mwaka wa fedha huu ambao tunakwenda kukamilisha robo hii ya 3, mapato yetu yamepanda sana, na mpaka sasa tumekusanya kiasi cha shilingi bilioni 100 takribani na 25, ambayo ni zaidi ya 80%. Sasa 70% ya mapato yetu yote ya bilioni 152 yanakwenda kwenye miradi ya maendeleo na uwezeshaji wa kiuchumi. Baadhi ya ajenda ambazo pia zimejadiliwa kwenye baraza la madiwani ni kuhusu miundombinu. Kwenye eneo la miundombinu 10% tumeitenga kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu ya barabara inayoingia na kutoka ndani ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kiasi cha shilingi bilioni 14 na milioni 280 zimetengwa kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu. Ni bajeti ambayo haikuwahi kutengwa kipindi chote. Kwa hiyo utaona waheshimiwa madiwani wote na kamati zao tukiongozwa na mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam wameweka kipaumbele katika kuhakikisha miundombinu na changamoto ambazo tumezipata hasa kipindi hiki cha mvua zinakwenda kuisha, na moja ya maazimio ni kuundwa kwa kamati ambayo kimsingi itakuwa inafanya kama operation kwenye kata zetu zote 36 kupitia maeneo yenye changamoto kubwa na kutatua hizo changamoto kwa wakati. Ikiwemo 2028 tunakwenda kuwa na wingi wa wanafunzi ambao wamemaliza na wengine wanaoendelea. Hili ni jambo ambalo serikali inatazama sana, lakini sisi katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam tumejipanga kuhakikisha kwamba inapofika 2028 hilo lisiwe tatizo. Mkurugenzi wa shahidi, na hili ningependa wewe ulisemee mipango yetu katika ujenzi wa mashule, ujenzi wa madarasa, lakini pia katika kuhakikisha vitendea kazi na walimu wanapatikana kwa wingi, ili inapokuja 2028 hili lisije kuwa tatizo. Dira yetu na dira ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba swala la elimu ni swala ambalo ni kipaumbele kikubwa katika nchi yetu ya Tanzania,
na watu tunatambua bila elimu hakuna maendeleo. Basi na sisi tunaunga mkono juhudi za serikali, hasa rais wetu, kiongozi wetu, kwa kuhakikisha kwamba 2028 inapofika, swala la changamoto hiyo ambayo inatarajiwa kuwa ni changamoto kwetu sisi haitakuwa changamoto.